Ninaomba msomaji utanisomea kitabu cha Wafilipi ile sura ya kwanza na mstari ule wa 27. Tusome pale. Utakaso na Roho Mtakatifu. Kitabu cha Filipi sura ya kwanza mstari wa 27, nasoma kwa jina Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndio. Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo. Mwenendo wenu uwe kama inavyoipasa injili ya nani? Ya Kristo. Ya Kristo. Ili nikija na kuwaokoa ninyi. Ili nikija na kuwaokoa ninyi. Au nisipokuwapo. Ndio. Niyasikie mambo yenu. Niyasikie mambo yenu. Kama mnasimama imara katika roho moja. Kama mnasimama imara katika roho hii moja. Kwa moyo mmoja. Kwa moyo huu mmoja. Mkiishindania imani ya injili. Mkiishindania imani ya nini? Ya injili. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Ninaomba urudie tena mtumishi. Narudia kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 27, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndio. Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo. Mwendo wenu uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo. Ili nikija na kuwaokoa ninyi. Ili ninapokuja na kuwaokoa ninyi. Au nisipokuwapo. Au nisipokuwapo. Niyasikie mambo yenu. Niyasikie mambo ya kwenu. Kama mnasimama imara katika roho moja. Kama mnasimama imara katika roho moja. Kwa moyo mmoja. Kwa moyo mmoja. Mkiishindania imani ya injili. Mkiishindania imani ya injili. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu inua mikono yako, sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Ninaomba unisaidie kutembea sawa sawa na neno lako. Ninaomba unisaidie kuishi sawa sawa na neno lako. Ninaomba unisaidie kutamka sawa sawa na neno lako. Sema Bwana Yesu, damu yako ya utakaso ikatakase mawazo yangu. Sema damu ya Yesu, takasa moyo wangu niweze kwenda sawa sawa na neno la Bwana. Amen. Yesu abariki watu wawili watatu hapa. Utakaso na Roho Mtakatifu. Nisomee kile kitabu cha Warumi ile sura ya 8 na mstari ule wa 14. Tusome pale. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Nasoma kwa jina Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa nani? Wa Mungu. Sasa Jioji, unaongozwa na nani hapo ulipo? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu amesema wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa nani? Wa Mungu. Ni kitu ambacho hakipingiki, imeandikwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Kwa hiyo mwanadamu unapaswa sana kuongozwa na Roho wa Mungu ili uwe mwana wa Mungu. Roho wa Mungu hawezi kukuelekeza au kukuongoza katika njia ya kupotea. Anakuongoza katika njia ya haki. Bwana Yesu atusaidie sana. Na pia anakusaidia kuomba. Haleluya. Ili kuomba kwako kuwe katika haki. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina tena na utabarikiwa. Hebu inua mikono yako, sema Bwana Yesu, ninaomba Roho wako Mtakatifu akae
akae ndani yangu siku ya leo, aweze kuniongoza ili niwe wa kwako. Amen. Leo utoke ndani ya shetani, uingie ndani ya Yesu Kristo aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Utajuaje unaongozwa na roho wa Mungu, na utajuaje hauongozi na roho ya Mungu? Cha kwanza kabisa, kiu yako na Mungu. Bwana Yesu asaidie sana. Na tabia zako ndio ambazo zitakuonyesha ya kwamba wewe unaongozwa na nani. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Kuna mtu ananielewa vizuri, na ndio maana nikasema utakaso na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo jioni ya leo takasika ili uongozwe na Roho wa Mungu. Maisha yako ukubali yaanze upya leo katika ulimwengu wa nini? Wa kiroho wa nuru. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Inaweza ikawa kuna mambo yako hayaendi kwa sababu uongozi na Roho wa Mungu. Inaweza ikawa kuna mahali vitu vyako vimegoma kwa sababu umejiongoza we mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Inaweza ikawa kuna mahali hauwezi kusogea kwa sababu Roho wa Mungu hayupo ndani yako. Kuna mahali umefika mwisho, akili zako zimefika mwisho kwa sababu ya wewe mwenyewe ulienda. Bwana Yesu atusaidie sana. Na tunaelewa kabisa ukijipeleka mwenyewe bila mwongozo, kuna mahali utaenda ndivyo sivyo na utakosea. Sema amina na utabarikiwa. Mahali pa kunyamaza utaongea, mahali pa kukaa utasimama. Kwa hiyo utakuwa unaenda kinyume na taratibu ambazo Mungu alitaka uende. Sema amina na utabarikiwa. Hebu inua mikono yako juu, sema Roho Mtakatifu, shuka ndani yangu leo, utakase moyo wangu, utakase mawazo ya, utakase matendo ya. Sema damu ya Yesu nisaidie jioni ya leo kuyajua yaliyo ya Mungu. Sema Bwana Yesu, niondolee hofu za kidunia, niweze kukufuata wewe daima siku zote za maisha yao. Sema amina na utabarikiwa. Barikiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Tamani sana kuwa na uamsho wa kiroho wa kweli ndani yako. Bwana Yesu asaidie sana. Hao wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Haipingiki, haipingiki. Bwana Yesu asaidie sana. Haipingiki. Imeandikwa wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Manake nini? Anawaangalia, anawaona, anawatetea, anawabariki, anawainua, anawalinda. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Manake Roho Mtakatifu ukiwa ndani yake, kuna mahali unataka kufanya uovu, anakukumbusha, anakukataza, anakuambia hapo hapana. Sisi watakatifu hatuendagi hivyo, hatuvaagi hivyo, hatuongeagi hivyo. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Hebu inua mikono yako, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, ninaomba unisaidie leo. Sema leo kila roho yote ya giza inayoongoza maisha yangu leo iniachie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema kila roho yote ya nguvu za uovu inayoongoza maisha yangu leo iniachie kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema Roho wa Bwana, shuka ndani yangu leo, uongoze maisha yangu. Sema amina sana. Roho Mtakatifu akae ndani yako. Kila utakapoenda uongozwe na yeye, ukashinde, ukapate haki yako, ukapate amani ya maisha yako. Sema amina na utabarikiwa sana. Wangapi wako tayari kuongozwa na Roho leo? Ndio. Leo utatakasika. Utajisikia mwepesi ndani ya moyo wako. Utajisikia mwepesi ndani ya ufahamu wako. Utajisikia mwepesi ndani ya mwili wako. Utaanza upya kabisa. Wangapi wako tayari kuanza upya leo? Mungu akubariki mtu wa Mungu.
Sema umaskini kwa heri leo. Sema laana kwa heri leo. Sema magomvi kwa heri leo. Sema bahati mbaya kwa heri leo. Sema roho ya makwazo kwa heri leo, kwa sababu ninaenda kuongozwa na roho wa Bwana. Amen. Na Mungu ataitisha roho wake mtakatifu, ataingia kwako, hautakaa ulale njaa, hautaonewa. Sema amina na utabarikiwa. Nisikilize mtu wa Mungu, unamhitaji sana Roho Mtakatifu, unahitaji sana nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu akikaa ndani ya mwanadamu, akifanya ishara na maajabu ndani yako, utapata wepesi wa kuomba, utapata wepesi wa mambo yako. Nisikilize, Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia kuomba. Tena yeye anajua kuomba vizuri isivyoweza kutamkwa, kama neno lake linavyosema. Kibinadamu anajua kubeba mizigo yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtumie Roho wa Mungu aliye ndani yako, mpe nafasi atumike ndani yako. Jitahidi kufanya maombi ya utakaso sana, ili uweze kupata Roho wa Mungu ndani yako. Huyu Roho Mtakatifu ndio anayetusaidia kuomba, ndio anayetusaidia kutamka, ndio anayetusaidia kubeba mizigo yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni roho yenye nguvu ambayo tuliahidiwa kupewa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Sasa ili Roho Mtakatifu atumike ndani yako, watu wengi sana wanaona nguvu ya Roho Mtakatifu haifanyi kazi ndani yao, ni kwa sababu hawana muda wa kufanya maombi ya utakaso. Jitahidi sana kujitakasa. Jitahidi sana kujikagua kwenye moyo wako. Jitahidi sana kutafakari ni wapi ambapo unakosea. Bwana Yesu atusaidie sana. Jitahidi sana kuwaombea hata watu wa karibu yako, Mungu awatakase kwa damu ya Yesu. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Jikumbushe kila wakati ni wapi ambapo upo kinyume na neno la Mungu. Jikumbushe kila wakati ni wapi ambapo umekosea. Unaporudi katika mji wako jioni, kabla ya kuomba maombi ya usiku, kaa kwa kitanda chako, tafakari, hivi leo mahusiano yangu na Mungu yako sawa sawa? Chukua picha yote alfajiri mpaka jioni. Kuna mahali kama unaona una amani na Mungu, jitakase, jioshe, jikabidhi kwa Bwana. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Tutapunguza mateso duniani, tutapunguza umaskini duniani, kwa sababu Roho wa Mungu akai mahali pachafu, anakaa mahali pasafi, mahali patakatifu. Sema amina na utabarikiwa. Yesu akazungumza kwa neno lake akasema, watakatifu walioko duniani ndio niliopendezwa nao. Bwana Yesu asaidie sana. Anawajua na ndio aliopendezwa nao. Ina maana wakimwita ataitika, wakiomba atawapa, wakibisha atawafungulia. Sema amina ubarikiwe. Kuna neema kubwa sana kwa mwanadamu kuongozwa na Roho wa Bwana. Bwana Yesu asaidie. Mwanadamu aliyokuwa na wokovu wa uhakika, huwezi kumkuta akiwa na mizaya namna yote. Bwana Yesu asaidie. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Anajaa nuru, anajaa upako, anajaa hekima, anajaa maarifa ya kiroho. Bwana Yesu asaidie sana. Ndio maana ukiona Mungu anasema katika neno lake, hawa watu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, maana yake hawa watu Roho Mtakatifu hawana ndani yao. Mahali pa kutumia maarifa wanatumia nguvu za mwili, wanaharibu. Bwana Yesu asaidie sana. Mahali pa kutumia hekima wanaenda kwa mabavu, wanazuiwa. Bwana Yesu asaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Leo Yesu aingie kwako kubadilisha maisha yako. Leo Roho Mtakatifu aingie kwako kubadilisha ufahamu wako. Sema amina na utabarikiwa. Sema Roho wa Mungu aingie ndani yangu jioni ya leo, nione matokeo.
Amen. Okoka katika roho, usiokoke kimwili. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Utajipimaje kama wewe ni mwokovu wa kimwili au wa kiroho? Utajipima kwa tabia yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna watu wanaokoka kifasheni, hawaokoki kiroho. Anaokoka kwa sababu amemwona yule ameokoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Huwezi kuokoka katika hali ya utimilifu halafu ukaendelea kuwa na mambo yale yale ya zamani, tabia ile ile, maneno yale yale, hasira zile zile, kiburi zile kile kile. Bwana Yesu atusaidie sana. Unapookoka huwa Roho wa Mungu anaingia ndani yako, anaanza kwanza kuua kiu za kidunia ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Anaua roho ya uzinzi, anaua roho ya mizaa. Unapewa roho ya hekima, maarifa, utimilifu wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukiona uko ndani ya wokovu halafu bado una visa vile vile vya kabla ya wokovu, ujue kabisa hujaokoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Yoyote anayemtafuta Mungu ili ambariki, amuinue, lazima amfanye Mungu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Akuokoe kutoka chini ya laana, utakasike, usaliwe upya. Sema amina na utabariki. Inua mikono yako, sema ewe Bwana Yesu, niko mbele zako jioni ya leo na kuhitaji kwenye maisha yangu. Takasa moyo wangu, takasa mawazo yangu, takasa maneno yao. Ninaomba nikuone wewe leo. Amen. Nisikilize, kuna mtu ataomba utakaso wa maana wa kumaanisha leo, na leo hii ataisikia sauti ya Mungu ikimwongoza katika maisha yake. Utaanza kusikia amani kwenye maisha yako. Bwana Yesu asaidie sana. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa na Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu atumike kwako. Na ndio maana nikasema watu wengi sana wanaona nguvu ya Roho Mtakatifu haifanyi kazi ndani yao, ni kwa sababu hawana muda wa kufanya maombi ya utakaso mara kwa mara. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana nikasema jitahidi sana kujitakasa, na sio wewe mwenyewe tu, jitahidi kuombea hata watu wa karibu yako. Mungu awatakase kwa damu ya Yesu aliye hai. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, neema yako ya utakaso jioni ya leo ikatakase familia yangu. Sema Bwana Yesu, ninaomba damu ya utakaso ikatakase mji wangu, ikatakase walio wa nyumbani kwangu, kwa damu yako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amina sana. Wangapi wanabarikiwa masaa?